Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE inatajwa kuwa mnunuzi wa siri katika mkataba mkubwa wa silaha na Israel. Umoja wa Falme za Kiarabu umetambuliwa kama mnunuzi asiyejulikana kwenye mkataba wa dola bilioni 2.3 uliosainiwa mwezi uliopita na kampuni za kuzalisha silaha za Israel, kampuni ya Elbit System. Ripoti inasema. Ripoti ya Intelligence Online iliyotolewa Alhamisi ya wiki hii imesema kwamba makubaliano ya dola bilioni 2.3 kati ya Abu Dhabi na Tel Aviv yanahusisha utoaji wa mifumo ya kijeshi ya hali ya juu kwa zaidi ya miaka 8. Kwa mujibu wa duru hizo, makubaliano hayo ni miongoni mwa mfululizo wa mauzo makubwa ya silaha na makampuni ya silaha ya Israel katika miaka ya hivi karibuni. Hapo awali Elbit ilitangaza mkataba huo bila kutaja taifa linalonunua au kuficha mifumo ya silaha inayohusika. Kufichuliwa kwa Umoja wa Falme za Kiarabu kama mteja wa siri wa Elbit kunakuja huku kukiwa na lawama kubwa kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu kuhusu mauaji ya halaiki ya Israel katika eneo la ukanda wa Gaza uliozingirwa. Kwa maana hiyo, Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa ukitoa fedha kwa ajili ya Israel ili tu Israel iendelee na mauaji ya halaiki ambayo yamekuwa kipingwa na mataifa ya Kiarabu, ikiwa ni pamoja na yale ya OIC. Ikumbukwe UAE kwa maana ya Umoja wa Falme za Kiarabu ni mwanachama wa OIC, lakini ni moja kati ya nchi ambazo zimekuwa zikieleza uhalisia usiokuwa na ukweli juu ya namna wanavyopinga mauaji yanayofanywa na Israel katika maeneo ya Mashariki ya Kati na utekaji wa maeneo unaofanywa na Israel, lakini ni UAE inayoshirikiana na nchi hiyo. Hata hivyo, mshirika wa kimataifa kama vile Oxfam imeonya kwamba ununuzi na uuzaji wa mifumo ya kijeshi ya hali ya juu unahatarisha ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na madhara zaidi kwa raia. Haya yanajiri huku waziri mkuu wa utawala wa Israel Benjamin Netanyahu akitangaza kuwa serikali yake imeidhinisha makubaliano makubwa ya uuzaji wa gesi asilia kwa taifa la Misri lenye thamani ya dola takribani bilioni 35, akielezea kwamba makubaliano hayo ni makubwa zaidi katika historia ya Israel kwa upande wa thamani na ujazo wa usafirishaji nje. Hii pia imedhihirisha kwamba mataifa ya Kiarabu yamekuwa na ndimi mbili, kutoaminiana lakini pia kusalitiana katika namna ya kukabiliana na changamoto walizokuwa nazo. Mataifa ya OIC kwa maana mataifa ya Kiislamu na yale ya Kiarabu yameifanya Israel kuwa adui wao kutokana na namna ambavyo Israel imetengeneza mazingira kwa Waarabu na Waislamu katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Lakini baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba baadhi ya mataifa rafiki na yenye uhusiano na Marekani yameamua kukiuka mkataba wa OIC na kujiunga na mkataba wa Abraham, mkataba wa Rais Donald Trump, katika kile wanachoamini kwamba mataifa hayo yataweza kulindwa na Marekani. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanasema maji yameshaanza kujitenga na mafuta, ndicho ambacho kinaonekana wakati huu. Ikumbukwe, moja kati ya jambo ambalo Marekani haiwezi kuzingatia ni pale ambapo taifa lolote litapambana na Israel ama Israel itaanzisha shambulizi katika taifa lolote lenye uhusiano na Amerika. Mfano umetolewa huko Qatar ambapo Israel ilifanya shambulizi nchini Qatar, na ikumbuke kwamba Qatar ndio taifa katika Mashariki ya Kati yenye kambi kubwa ya kijeshi, jeshi la anga, hasa eneo la Al-Udeid ambalo pia liliwahi kushambuliwa na Iran. Lakini Qatar ilishambuliwa na Israel katika kile ambacho Israel ilidai kwamba ni mapambano dhidi ya wapiganaji wa Hamas, hasa viongozi ambao walikuwa katika mkutano wa kutafuta suluhu ya kumaliza vita kati ya Israel pamoja na wapiganaji hao wa Kipalestina Hamas katika eneo la ukanda wa Gaza. Lakini rais wa Marekani Donald Trump hakuzungumzia lolote juu ya mshirika wake aliyeshambuliwa. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema lau Israel ingeshambuliwa kutokana labda na kusakwa kwa magaidi, huenda Marekani ingeingilia kati na kuanzisha operation maalum kutokana na shambulizi hilo. Kwa hivyo wachambuzi wanasema kwamba Marekani haina rafiki wa kudumu katika nchi za Mashariki ya Kati zaidi ya Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment kadhalika na kusubscribe channel yetu hii
ili upate habari hizi kwa mapana hapa hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia wakati wote, endelea kuwa nasi.